Praise the Lord. I am Dr. Jeremiah Koroma, born Sierra Leonean, who is now in Nigeria on missions. By the grace of God, I am here to be a blessing to the church, the body of Christ in Kenya. Well, we just had powerful services this morning. During the first service, God gave me grace to take my teaching from 2 Timothy chapter 4, verse number 6 and 7. Very specifically from verse number 7, where Paul said, I have fought a good fight. I have finished my race. I have also fought a good fight. In this life, if you must lose everything, which of course nowadays people are losing things. They are losing loved ones. But if you must lose everything, don't lose your race. Don't lose your faith. And don't also lose the fight. You are special to God. I believe the sky will not even stop you. You will surely make it to heaven in Jesus' precious name. Amen. Hallelujah. This morning, God is set to bless someone in this house. Mungu anajiandaa kubariki mtu asubuhi ya leo. Are you ready for God to bless you? Je, uko tayari Mungu akubariki? If you're ready, can I hear a yes from you? Kama uko tayari nataka nisikie ndio kutoka God will kwako. surely bless you before you go back this afternoon. Mungu atakubariki kwa hakika kabla urejee makwao. If you are ready for that, say amen. Kama uko tayari sema amina. Somebody say amen. Mtu aseme amina. This morning, lift up your hands and just thank God for the gift of life. Asubuhi ya leo nyosha mikono zako juu. Shukuru Mungu kwa kipaji cha uzima. That God has given you the opportunity to be alive to see the last Sunday in this month. Ambayo Mungu amekupatia juma la mwisho la mwezi huu. Come on, just thank him. Just thank him. Mwambie asante, mwambie asante. Thank him for your life. Thank him for your family. Thank him for all that he has been doing in your lives. Mshukuru kwa jamii yako, kwa maisha yako, kwa yote ambayo amekuwa akikutendea. We give you praise, Lord. We give you glory. Baba, twakupa utukufu na heshima. We exalt your name above all else. We glorify thee, O Lord. There is none like unto thee. You are a good God. Wewe ni Mungu mwema. In Jesus' precious name. Katika jina la Yesu. And the church will say amen. Na kanisa liseme amina. Can somebody say amen? Tuaseme amina. Please remain standing as you open your Bibles with me to the book of Exodus chapter 39. Tukaendelee kusimama tunapofungua Biblia zetu katika kitabu cha Kutoka aya ya 39. Exodus chapter 39. Kutoka 39. I'm going to read from verses number 32. Tutaanzia aya ya 32 on to the end. Hadi mwisho. Just 11 verses there. Are you there? Je, tuko pale? Exodus 39. Kutoka 39. I read verse number 32. Kuanzia aya ya 32. Thus was all the work of the tabernacle of the tent of the congregation finished, and the children of Israel did according to all that the Lord commanded Moses, so did he. Basi ndivyo ilivyomalizwa kazi yote ya maskani ya hema yakakutania na wana wa Israeli. Walifanya kama yote Bwana alivyomwagiza Musa, ndivyo walivyofanya. If that Bible is your own, then underline the word there, the Lord commanded Moses. Kama hiyo Biblia ni yako, basi weka mstari, Bwana alimwagiza Musa. And they brought the tabernacle unto Moses, the tent and all his furniture, his statues, his boards, his bars, and his pillars, and his sockets. Nao wakamletea Musa hiyo maskani, yani hema na vyombo vyote, vifugo vyake
na mbao zake na mataaluma yake na nguzo zake na matako yake. And the covering of rams' skins dyed red, and the covering of badgers' skins, and the veil of the covering. Na kifuniko chake cha rangi nyekundu, na kifuniko cha ngozi za pombo, na pazia la sitani. The ark of the testimony and the staves thereof, and the mercy seat. Na sanduku la ushuhuda, na miti yake, na kiti cha rehema. The table and all the vessels thereof, and the showbread. Na meza na vyombo vyake vyote, na mikate ya uonyesho. The pure candlestick with the lamps thereof, even with the lamps to be set in order, and all the vessels thereof, and the oil for light. Na kinara cha taa safi, na taa zake hizo taa za kuwekwa mahali pake, na vyombo vyake vyote, na mafuta ya taa. Verse 38, and the golden altar, and the anointing oil, and the sweet incense, and the hanging for the tabernacle door. The hanging for the tabernacle door. 38, na madhabahu ya dhahabu, na mafuta ya kutiwa, na uvumba mzuri, na pasia kwa mlango wa hema. The brazen altar and his gates of brass, his staves and all his vessels, the lever and his foot. Na madhabahu ya shaba, na wavu wake wa shaba, na miti yake, na vyombo vyake vyote, na bilika na tako lake. The hangings of the court, his pillars and his sockets, and the hanging of the door of the court gate, his cords and his pins, and all the vessels of the service of the tabernacle for the tents of the congregation. Na ukuta wa nguo wa ua, na nguzo zake, na matako yake, na pazia la lango la ua, na kamba zake, na vingiki vyake, na vyombo vyote vya kutumiwa katika utumishi wa maskani, kwa hiyo hema ya kukutania. The cloths of service to do service in the holy place, and the holy garment for Aaron the priest, and his sons' garments to minister in the priest's office. Na mavazi ya kazi nzuri kwa utumishi katika mahali patakatifu, na mavazi matakatifu ya Haruni kuhani, na mavazi ya wanawe ili kutumika katika kazi ya ukuhani. Take note of the last two verses, verses number 42 and 43. You can underline it in your Bible. It says, according to all that the Lord commanded Moses, so the children of Israel made all the work. Weka manani aya yake 42 na 43. Sasa saa za Musa ndivyo walivyoifanya hiyo kazi yote wana wa Israeli. Verse 43, the last verse. It says, and Moses did look upon all the work, and behold, they had done it as the Lord had commanded. Even so had they done it, and Moses blessed them. Taanza mstari wa 42. Sawasawa na yote Bwana alivyowaagiza Musa, ndivyo walifanya hiyo kazi yote wana wa Israeli. Musa akaiona hiyo kazi yote, na tazama, walikuwa wameimaliza vile kama Bwana alivyoagiza. Walikuwa wameifanya vivyo hivyo, basi Musa akawaombea heri. Ephesians chapter 1 verse 11. Just project that. Let's read that one verse. Waefeso 1:11. Ephesians chapter 1 verse 11. Waefeso 1:11. In whom also we have obtained an inheritance,
being predestinated according to the purpose of him who worked all things after the counsel of his own will. Ndani yake sisi nasi tulifanywa urithi, huku tukichaguliwa tangu awali sawasawa na kusudi lake yeye, ambaye hufanya mambo yote kwa shauri la mapenzi yake. Father, we thank you. Baba, twakushukuru For your word is life. maana neno lako ni uzima. Take glory out of this meeting today. Chukua utukufu kwa mkutano huu siku ya leo. In Jesus' precious name. Katika jina takatifu la Please Yesu. kindly take your seat. God bless you. Mnaweza keti. Let somebody say amen. Twaseme amina. Let somebody say amen. Twaseme amina. My theme this moment is to preach on living a purpose-driven lifestyle. Ujumbe wangu siku ya leo ni kuishi maisha ambayo yanaongozwa na lengo. Say with me, say living a purpose-driven lifestyle. Kuishi maisha ambayo yanaongozwa na lengo. Can somebody speak out? Let me hear. Living a purpose-driven lifestyle. Mtu azungumze na aseme ya kwamba kuishi maisha ambayo yanaongozwa na lengo. Hallelujah. Hallelujah. I took time to do some readings along with you. Niliweza kuchukua muda wangu kuweza kufanya utafiti pamoja nanyi. In Exodus chapter 39. Katika Kutoka 39. As a matter of fact, it's a long reading from all the way chapter 32, 33, 30, all the way coming. Ni somo kubwa kutoka kwa mlango wa 32 hadi kuja kwa 39. Chapter 36, 37, all the way coming. Hadi 39. Maybe if you go back, you can read all the rest. Ukirejea kwako utaweza kusoma mwenyewe. But I am here this morning to let you understand what purpose-driven lifestyle is all about. Nimekuja siku ya leo kukufahamisha maisha ambayo yanaongozwa na lengo ni nini. What is a purpose-driven lifestyle? Maisha ambayo yanaongozwa na lengo hufananishwa na nini? It is a lifestyle lived according to the original intention of your maker. Ni maisha ambayo yanaongozwa na Mungu muumbaji wenu. A lifestyle that will live in line with the original intention of our maker. Maisha ambayo yana lengo na muongozo kutokana na muumba wetu. You need to understand that whatever that is made by someone, that person has something in mind for that thing. Wakati ambapo mtu ameumba kitu, basi mawazo yake yote yamo juu ya hicho kitu. Those who made microphones, they have a purpose, they have an intention for that thing. Wale ambao walitengeneza kipaza sauti wanakusudi kwa nini walikitengeneza. Those who invented vehicles, they have an intention for vehicles. Wale ambao walitengeneza hiyo wanakusudi la hilo jambo. Those who invented lights, as you know, there is a purpose for lights. Wale ambao walitengeneza taa hizi wanakusudi kwa nini walitengeneza. Those who invented aircraft, they have an intention for making aircraft. Wale ambao walitengeneza hizo basi wanakusudi kwa nini walitengeneza. It can continue with all the things that you know. Tukiendelea na mambo yote ambayo tunayafahamu. Whatever that is made, there is an intention in the mind of the maker. Chochote ambacho kimetengenezwa kuna kusudi kwa nini huyo mtu alikitengeneza. Living a purpose-driven lifestyle is becoming more and more difficult in our days today. Kuishi maisha yanaongozwa na lengo imekuwa ngumu zaidi kwa kizazi hiki. Why? Because there are many things that are driving men crazy. Kwa nini? Kwa sababu kuna mambo mengi ambayo yanawapotosha watu. Social media is driving men crazy. Social media inafanya watu na kuwapotosha. Is somebody following me? Je, kuna mtu ananifuata? Are you following me? Je, unanifuata? Fashion is driving people crazy. Fashion pia inawapotosha watu. Money making
is driving people crazy. Kutengeneza fedha inawapotosha watu. Can I also say something that will shock you? Nizungumze kitu ambayo kitawashtua. The opposite sex is also driving many people crazy. Yale maumbile ya kitofauti nawe pia yapotosha watu. Did you get what I said? Je, umesikia? I said opposite sex is driving many people crazy. Maumbile ya kinyume na wewe pia yanapotosha watu. The need for companionship. Hitaji za kuwa na ushirika. Ask your neighbor, what is driving you crazy? Za mwenzako ni nini huwa kinakupotosha? Ask him or her now, say, what is driving you? What is driving you? Uliza mwenzako ni nini huwa kinakupotosha? You see, whatever that is driving you, that is the way you live your lifestyle. Chochote ambacho kinakuongoza, basi hicho kinaongoza maisha yako. If a man is driven by fashion, I'm telling you true, every money he or she makes must end up in shop where they are selling latest fashions. Wakati ambapo kuongozwa kwako kunaongozwa na fashoni, basi unapoamuka kila asubuhi mawazo yako yamejawa na kile ambacho utavalia ama utabuni. Ask your neighbor, what is driving your life? Uliza mwenzako ni nini kinakuongoza? Did you ask your neighbor at all? Don't worry, wear your mask, cover your face and nose, plus your eyes. But turn to your neighbor, ask your neighbor, what is driving you? Avaa maski yako na muulize, je, ni nini kinakuongoza? You see, the thing that is driving you determines how you end in life. Kile ambacho kinakuongoza hivyo inamaanisha hivyo ndio utamalizia maisha yako. When men are driven by the passion of the opposite sex, wakati ambapo wanaume wanaongozwa na tamaa ya watu ambao ni wa jinsia tofauti, they become so restless wanakuwa hawana amani, that at midnight they will wake up and come outside and start calling, hello baby, I can't sleep because of you. Na usiku wa manane utawapata wale wanaume wanachukua simu zao na wanapigia wenzao na kuambia, baby, ninakumiss. I am dying here in silence. I am dying because of you. Ninakufa hapa pole kwa sababu yako. I hope you have not done it before. Naamini hujafanya hivyo. Because your eyes look like you are a suspect. Did you get what I said? Mama, I didn't tap that one. Their eyes look like they are suspects. Macho yenu yanawafanya muwe suspects. Hallelujah. Amina. People are driven by different things. Watu wanaongozwa na mambo tofauti. But the major thing that must drive your life is the purpose for which you are made in this world. Amen. Lakini jambo la maana ambalo linapaswa kukuongoza ni kwa nini wewe uliumbwa na kuwekwa hapa duniani. When people are driven by social media, I'm telling you true, everything they do, they must put on social media. When people are driven by social media, whatever they do, they will put it on social media. Wakati ambapo watu wanaongozwa na social media, basi chochote wanakifanya lazima waweke kwa mitandao. You know, I tell people that the one they call Facebook. Wanaambia watu kile ambacho wanaita Facebook. How do they call it? Facebook. How do you call it? Facebook. One of the social media, right? It is meant to be for face. That's why I said Facebook. Tarajia kiwe kwa uso, maana kinaitwa uso kitabu. But nowadays, many people are putting their waist. It's Facebook. Lakini kile ambacho watu wanaweka katika viuno vyao ni kiuno kitabu. They are so much crazy about it that nowadays they don't even put their face now waist. Vile watu wanapigwa picha wakifanya viuno vyao hivi. Hallelujah. Hallelujah. I say hallelujah. Hallelujah. That is to tell you about so many things that are drawing our attention away from our Maker. Mambo ambayo yanatuondoa katika mapenzi ya Mungu. So many things. Mambo mengi. Pleasure, enjoyment.
mambo ambayo furaha na kuweza kufurahia. As a matter of fact, the Bible says that in the last days, Biblia inasema katika nyakati za mwisho, people will love pleasure more than God. watu watapenda raha zaidi kuliko Mungu. I don't know whether it's happening here in Kenya. Sijui kama hayo yako hapa Kenya. Maybe not for corona. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya corona. But you know what? People are so crazy about pleasure. Watu wako na kichaa kwa sababu ya kula raha. That if there is a party going on somewhere and there's church service going on here, they will not come to church. Kukiwa na party mahali, hawataenda kanisani, wanachagua kwenda kwa party. Once again, ask your neighbor, what is driving your life? Uliza mwenzako, ni nini kinakuongoza? So what is driving your life? Ni nini kinakuongoza? People who love pleasure, love parties. Watu ambao wanapenda raha. They will spend everything that they have just because they have a party to attend. Watatumia chochote ambacho wako nacho, maana wako na party ya kuenda. Something is driving people nowadays. Mambo yanaongoza watu nyakati ambazo tupo. But hear me well. Lakini nisikize na unisikize vizuri. We are meant to be driven purpose. Sisi tunatarajiwa kuongozwa na lengo. And if that must be the case, lakini kama ni hivyo, then you must be willing to do everything up with your life as God commanded. Lazima ukubali kuongozwa na mambo ambayo Mungu ameamuru. Men who discover their purposes are people that live according to what God has written about their life. Watu ambao wametambua kusudi lao, hao ndio watu wanakaa jinsi ambavyo Mungu anawaagiza. Moses knew his purpose. Musa alijua kusudi lake. So the Bible says, Biblia inasema God told Moses how to build the tabernacle. Mungu akamwagiza Musa kutengeneza tabernacle. And if you read from chapter 36 all the way coming, you will see God said, do this as I have commanded you. Do this as I have commanded you. And it came to the last place where we read, and Moses did everything as God has commanded him. Ukiona katika kitabu cha 36 Kutoka, Biblia inasema ya kwamba Mungu akamwagiza Musa, tengeneza hekalu hivi na hivi na hivi. Na ukisonga mbele mahala ambapo tumesoma, Biblia inasema ya kwamba na Musa akatekeleza jinsi Mungu alivyomwagiza. Many people doing things nowadays, they just do it to please themselves, not to please the one that made them. Watu nyakati ambazo tupo wanatenda mambo ya kujifurahisha, sio mambo ambayo Mungu amewaagiza. It is lack of defining your purpose. Ni kukosa kuelewa kusudi lako. Are you following me? Can I hear amen from you? Nisikia amina kutoka kwako. Can I hear amen from you? Many people are living their lives wasting their destinies because they have missed to know what God has written about their lives. Watu wengi wanakosa mwelekeo na kuweza kutoka katika njia ambazo Mungu amewatengenezea wafike kwa hatima yao, sababu ya kutekeleza mambo yao wenyewe. My Bible tells me in the book of Luke chapter 4 verse 17. Biblia inasema katika Luka 4:10 that one day Jesus went to the temple. Siku moja Yesu akaingia hekaluni. And he opened the book. Na akafungua kitabu. And he saw na akaona what was written about him. Kile ambacho kilikuwa kimeandikwa kwa sababu yake. Verse 18. Mstari wa 18. He saw. Akaona. And he read. Akasoma. He said, the Spirit of the Lord God is upon me. Na akasema Roho wa Bwana yu juu yangu. For he has anointed me to preach the gospel to the poor. Hey, maana amenipaka kuhubiri injili kwa masikini. Now hear this. Sikiza hii. He discovered the purpose from what God wrote about him. Amen. Akatambua kusudi lake kwa kile Mungu alikuwa ameandika kumuhusu. You can't discover your purpose in night clubs. Hawezi kutambua kusudi lako kwa mavazi mazuri. Did you hear what I said? Umesikia kile nimesema? You can't discover your purpose from native doctor's house. You cannot discover your purpose in native doctors. Hawezi kutambua kusudi lako kwa waganga. Juju priest. Kwa waganga wale wanafanya
kufanya majuujuu. You can only find your purpose in the word of God. Utatambua kusudi lako kwa neno la Mungu. Can somebody say amen? Tuseme amina. Your purpose is only, anyone that makes something, he always add a manual to that thing. Mtu akitengeneza kitu basi anakusudi kwa sababu ya kile kitu. Even though one of the greatest problem Africans have, I don't know whether it's the same in Kenya, but in my little days I realized that Africans are very weak in reading manual. Sijui hapa Kenya, lakini shida kubwa ambayo iko na Waafrika, wana shida ya kusoma kitabu. You buy microphones, there's a manual attached. You buy keyboard, there's a manual attached. But many people, as they buy keyboard, they socket without reading manual. I don't know whether you discovered it. Waafrika hawapendi kusoma. Wananunua vipaza sauti ya keyboard kama kile, ndani yake kuna kitabu cha maelezo. Hawachukui kile kitabu kusoma, lakini wanachukua waya na kuingiza tu bila kufuata maagizo. And many a times people have destroyed that thing that they bought very expensive simply because they did not read the manual. Lakini watu wanapoteza zile vitu ambavyo ni za dhamana kwa sababu hawajasoma maagizo. Do you know that when you buy a phone, you buy your handset phone, you're supposed to charge it first and get full before you on it? Wakati unanunua simu, unapaswa kuiweka kwa moto kwa masaa 6 kabla uitumie. But if I may ask you now, how many of you, the day you bought your phone, that you plugged it to charge fully before you started putting your SIM inside? How many of you did that? Ni wangapi wenu ambao walinunua simu zao wakaweka kwa moto hadi ikajaa, baadaye wakaitumia? As you buy it, bring my SIM, put it inside. Hello, I just bought new phone. Unapoitumia unaweka kwa moto na kupiga simu, hello, nimenunua simu mpya. So we don't follow manuals. Bila kufuata maagizo. So when God made man, wakati Mungu aliumba mwanadamu, the manual he attached to man, kile kitabu cha kuelekezwa alikiweka ndani ya mtu, is his word. His word. Iko hapa kwa this neno is lake. the manual. Hichi ndio maagizo. This is the manual. Haya ndio maagizo that is attached to your life. Ambayo ameunganishwa na maisha yako. My life. Ameunganishwa na maisha yako. If you must go far in life, kama unaweza kuendelea maishani, if you must do well in life, kama utaweza kubarikiwa maishani, if you must achieve greatness in life, kama utaweza kuinuliwa kimaisha, then you must do as commanded in this book. Lazima utekeleze kusudi la maandiko. Somebody say amen. Tuseme amina. The most difficult things that people don't want to hear today is when you tell them, do as God's word has said. Kile kitu kingumu ambao watu hawataki kutekeleza ni vile utende kile Mungu amekuagiza. So you need to understand. Unapaswa kuelewa that if you must live a purpose-driven lifestyle, then you must tailor your lifestyle according to the word of God. Kama utaishi maisha ambayo yanaongozwa na lengo, lazima ufuate kile Biblia inasema. Are you following me at all? Je, mnanifuata? Are you hearing what I'm saying? Your life must be tailored after thou sayest the Lord. Biblia lazima wewe lazima uongozwe na kile Mungu anasema kukuhusu. This book of the law shall not depart from your mouth. What do you do with it? Meditate on it day and night. Kitabu hiki cha sheria kisiondoke katika vinywa vyenu, ila tafakari usiku na mchana. And observe to do all that is written therein. Na ukaweze kutazamia kutekeleza yote ambayo yameandikwa ndani. Joshua chapter 1 verse 8. Yoshua 1:8. It said, and then you will make your way prosperous. Na utafanya njia zako zifanikiwe. And you will have good success. Na utaweza kufaulu. So many people are looking for a way to succeed. Watu wanatafuta njia za kufaulu maishani. And yet they don't follow Joshua 1 verse 8. Na hawataki kufuata Yoshua 1:8. Many people want to prosper. Watu wanataka kufanikiwa.
And they don't follow the book as Joshua 1 verse 8 says. Na hawataki kufuata kitabu jinsi Joshua 1:8 inasema. How many of you want to prosper? Wangapi wanataka kufaulu? How many of you want to prosper? Wangapi? Then follow the book. Fuata kitabu. Tell neighbor, say neighbor, follow the book. Ambia jirani yako fuata kitabu. Say follow the book. Fuata kitabu. How many of you want to succeed? Wangapi wanataka kufaulu? Succeed in marriage, Uweze kufaulu kindoa, in education, katika elimu, succeed in your spiritual life. ukaweze kufaulu kiroho. Follow the book. Fuata kitabu. Tell your neighbor, say neighbor, follow the book. Ambia jirani fuata kitabu. Follow the book. Fuata kitabu. Not only by hearing, Usifuate kwa kusikia, but doing what the book says. lakini kutekeleza vile kitabu kinasema. James chapter 1 speaking. Yakobo 1:8 nasema. Say, blessed are they, not just the hearers, but blessed are they that do what is written in this book. Wabarikiwa sio wale ambao wanasikia tu, lakini wale ambao wanatenda kulingana na kitabu hiki. Help me ask your neighbor, are you doing what is written in the book? Uliza jirani yako, je, unatenda kile ambacho kimeandikwa kwa kitabu? Did you ask your neighbor? Uliza Ask your jirani next yako. the person at your side. Ask him or her, are you doing what is in the book? Za mwenzako, je, unatenda kile ambacho kimeandikwa kwa kitabu? You know, you hear about tithing. You say tithing is an Old Testament thing. We don't do it nowadays. Unasikia kuhusu fungo la 10, unasema hiyo sio yetu kizazi hiki, ni agano la kale. You hear about righteousness and holiness. You say no one is righteous. No one is righteous. Unasikia kuhusu haki na utakatifu, unaanza kusema hakuna yeyote aliye mtakatifu. No one can be holy. No one can be holy. Hakuna yeyote anaweza kuwa mtakatifu. If no one can be holy, then 1 Peter 1 verse 16 will not be there. Kama hakuna yeyote ambaye ni mtakatifu, He said, be ye holy because your Father is holy. kuweni watakatifu maana baba yenu ni mtakatifu. Are you following me at all? Je, mnanifuata? Are you following me? Je, Be ye unanifuata? holy because your Father is holy. Wewe kuwa mtakatifu maana baba yako ni mtakatifu. Everything in the book must be followed. Kila chochote kimeandikwa kwa Biblia lazima kifuatwe. God instructed Moses on how to even arrange table on the altar table. Mungu akamwagiza Musa hata jinsi atapanga meza, The way to arrange candle. jinsi atapanga mishumaa. No, man of God, what is difficult about candle? To arrange candle, to put candle down, to make candle stand. Akaweze kupanga mishumaa na kuifanya isimame. What is difficult about it? Hiyo inamaanisha nini? Just take matching spark and put. Je, ni kuchukua kiberiti na kuhakisha God moto? instructed Moses Mungu akamwagiza Musa on the way to hang the curtain. jinsi ataweka ile pasia. The curtain. Pasia. You not just wake up and say, I'm going to hang curtain. Time to curtain. Akuenda tu na kusema wacha niweke pasia ya blue na white. I'm sure if it was nowadays, Kama ingekuwa nyakati zetu, Moses will ask God, how will I set the speakers in the church? angeuliza Mungu, je, nitawekaje speaker kanisani? I'll tell you the truth. Moses will ask God, how many people will I have in my choir? Ni watu wangapi nitakuwa nao kwa kwaya? You know, many of us as pastors, we have missed that part. What is God saying about his church? Wachungaji wengi tumekosa njia kwa sababu hatuulizi Mungu, je, Mungu anasema nini kuhusu kanisa lake? I am doing my church the way I saw my bishop doing his church. Mimi nitafanya kanisa yangu vile mchungaji ama askofu anavyopanga kanisa lake. I am singing and dancing the way I saw that my sister singing and dancing in that church. Mimi nitacheza na kuimba jinsi ambavyo niliona dada yangu akiimba kanisani. Forgetting to know that your life is different from the other life. God. Kusahau ya kwamba maisha yako tofauti na mtu mwingine. Is somebody following me? Je, mnanifuata? God, I am coming from a country where we have different men of God with different grace. Wachungaji, nimetoka kwa nchi ambayo kuna watumishi wengi wa Mungu ambao wana neema tofauti. And I enjoy it. Na tunafurahia. You see a man that says that I am called into holiness. Na mtu anasema kwamba mimi ni Mungu kwa
takatifu. All the women in my church, they must tie their head. Wanawake lazima wafunge vitambaa kwa kichwa. They should not wear earrings. Na wasivae vipuli. You see them attracting thousands of crowd. Na unakuta wanaweza kuvuta watu maelfu na maelfu. People gathering in their hundreds of thousands on Sunday morning. Watu wanaingia kwa maelfu kila Jumapili. You see such pastors, when they are preaching, they will stand in one place like this. Unaona wengine wakihubiri lazima wasimame mahala pamoja hivi. No movement. Hakuna kutembea. From beginning kuanzia mwanzo to ending. hadi mwisho. 1 hour, 2 hour preaching. Risali moja ama mbili. No movement. Hakuna kutembea. But the good news is this, pastor. Lakini ujumbe mwema ni huu. Thousands of people gathering under their leadership. Na unapata watu maelfu wakiingia kwa hiyo kanisa. Are you following me? Je, unanifuata? Are you following me? Je, unanifuata? There are churches. Kuna makanisa. The pastor says they are called into prosperity. Mchungaji huwa anasema kwamba wameitwa kubarikiwa. And all their messages, it must end with prosperity. Na kila ujumbe wanaohubiri ni ufanisi. And you see thousands of people gathering to hear that message. Na unaona watu kwa maelfu wanaingia kusikiza kuhusu ufanisi. You see others that said, I am called into deliverance. Na wengine wanasema nimeitwa kwa ukombozi. It goes on and on. Different discoveries. Wanakuja kwa wingi kwa kusema kwamba tunaingia kwa sababu ya ukombozi. There are pastors, they handle microphone like myself. It's difficult for me to stand in one place for all through 30 minutes, 1 hour, just one place. Kuna wengine wanachukua kipaza sauti kama mimi na kusimama lisali moja ama mbili mahala pamoja. It's hard. Ni ngumu. It's not my fault, so forgive me. Si mapenzi yangu. I say forgive me, it's not my fault. Nisameheni, si mapenzi yangu. I also have seen pastors, wachungaji, if they handle microphone, wakichukua kipaza within sauti, 5 minutes, you that is wrapping yourself because you are feeling cold, you will jump up and start jumping. Kuna wengine wakichukua kipaza sauti, hata kama ulikuwa umejifunika, unaanza kurukaruka baada ya dakika 5. It is because they ask God, what have you written about my life? Amen. Ni kwa sababu waliuliza Mungu, umeandika nini kuhusu maisha yangu? You can only make impact in this life when you discover what God has written about your life. Milipuko kwa maisha haya ukijua ni nini Mungu ameandika kukuhusu. In the midst of millions of millions of boys, you must know, God, which one is my own? Katikati ya watu wengi utapaswa kuuliza Mungu, ni nini kilicho changu? One of the difficult things today, Mama, in church is people don't even want to know again what God is saying about marriage. People don't want to know again what God is telling them about marriage. Watu hawataki kuuliza Mungu anasema nini kuhusu ndoa zao. I'm not in this church. Sio hapa. I'm not talking about this church. They are innocent. So forgive me. Go ahead and marry. Forgive me. Nisameheni. But you know what? Lakini when you want to make a choice as to which of these girls you are to marry, God, which one that suits my life? Ask him, which one that suits my life? Kama unataka kuoa, sikia hii. Kama hujaoleka, enda mbele za Bwana na umuulize Mungu, ni nani kati ya hawa wasichana, ni nani kati ya hawa vijana ambaye anapaswa kuwa mume ama mke wangu? Lord, among Elizabeth, among Zainab, Sarah, Esther, which one is my own? Katikati ya Susan, katikati ya Mary, katikati ya Sarah, ni nani wangu? Are you following me? Je, unanifuata? Lord, among these brothers, Patrick, Joseph, Peter, Paul, which one is my own? Katikati ya nyota, Patrick, mwingine, ni nani wangu? That is the way of men who are driven by purpose. Hiyo ndiyo njia ya watu ambao wanaongozwa na lengo.
When you are living your life that way, asking the maker, what is written about my life? Yours truly, you will not make mistake in life. Wakati ambapo unakaa na kuuliza Mungu, kusudi lako katika maisha yangu ni lipi, hautafanya makosa ya jambo lolote maishani mwako. I can tell you for sure now here, if you are here and you have 3 brothers who have interest in you as a lady, 3 brothers, they are interested in you as a lady. Kama uko hapa na una wandugu watatu ambao wanakutaka. 1, 2, 3, please come. Yes, 1, 2, 3, come. These guys are all handsome. That's why I selected them. They are handsome guys. Very wonderful guys. See the way they tie their stomachs. Very powerful. Wanapendeza, Very powerful. handsome. Yeah. Now, if 3 of them now, Kama hawa watatu, 3 of them have somehow met her, sister, the way you can preach, I like you. hawa wewe sio mimi. Hawa watatu wakiona dada kama mimi ambaye anahubiri kwa This sister, the way she can dance, the way she can sing, I'm jinsi admiring her. ambavyo wanaweza imba na kucheza. So they have, all 3 of them have speak interest. Hawa wote watatu wanataka yule dada. Her first concern is not to pray, Lord, which one among them that is my own? Kusudi langu sio kuomba ni nani wake. Do you know what will be her concern? Unajua kusudi lake litakuwa Which one is making more money among them? Of course. Ni nani ambaye anatengeneza pesa nyingi kati ya hawa watatu? Of course. If this one is wearing gold wristwatch, Kama huyu anatuhisa, this one is not wearing wristwatch. huyu hana saa, This one is wearing only common rubber band huyu wristwatch. pia ana saa aina hii. He said, this one I think is the one God has sent me to. Ataangalia hii saa, aone hii inakaa ni ya gold, kwa hivyo atamuendea huyu. True of us. True of Kweli us. ama uongo? True of us. Kweli ama uongo? May well in the mind of God, in the mind of God, Lakini kwa mawazo ya Mungu, in the written of God, kwa maandishi ya Mungu, is this one without wristwatch. ni huyu ambaye hana chochote. That if only he can get married to this one, Na Mungu ukielekea huyu mtu, it might take time. nikichukua wakati 4 years, 5 years, 10 years. miaka 5, 10, But in the end, na mwisho wa huyu they will become prosperous. ataweza kufanikiwa, They will become rich. wataweza kutajirika, They will drive big cars. wataendesha magari They makubwa, will build big house. watajenga manyumba makubwa. Maybe this one with the gold wristwatch, Na huyu ambaye ana saa ya gold, when he married to her, wakati utaolewa kwake, after 3 months, baada ya miezi mitatu, pack and go. utaondoka, Pack and go. utaondoka. Every spirit of pack and go in your life, I cast in the name of Roho ya Jesus. kutalaka na iondoa katika jina la Yesu. Pack and go spirit is common in Kenya. Kufunga vilago ni nyingi katika Kenya. Small thing, the man say, I pack and go. Kufunga vilago na The kuondoka. woman say, I pack and go. Mwanaume anasema nafunga But vilago na kuondoka. if you had asked God, Kama ungeuliza Mungu, which one among them, ni nani kati yao, not minding the car he is driving now, bila kuangalia gari ambayo anaendesha, not minding the big house he's living in now, bila kuangalia nyumba ambayo anajenga, not minding how small his beginning is now. bila kujali jinsi ambavyo anaanza kwa In udogo. fact, when God will be talking to her, though his beginning may be small, his end shall greatly increase. He said, Satan, I bind you. Na wakati ambapo unaomba na unaelekezwa kwa huyu, na Mungu anakuambia ya kwamba hata kama anaanza kwa udogo, nitakuja kumuinua. Unaanza kusema, nakemea hiyo roho katika jina la Yesu. You know, Job chapter 7 verse 8 says, Ayubu 8:7, though your beginning might be small, 7:8, yet your latter end shall greatly increase. hata kama unaanza kwa udogo, mwisho wake utakuwa mkubwa. He said, despise not the days of small beginnings. Usipuuze mwanzo mdogo. Despise not the days of small beginnings. Usipuuze mwanzo mdogo. That rejoice not over me, all my enemies. Msifurahie maadui wangu. Even though I fall down, Hata kama I will nitaanguka, rise again. nitainuka tena. I will rise again. Nitainuka tena. I will rise again. Nitainuka tena. Tell your neighbor, don't
look down on me this evening. Ambia jirani yako usinipuze. Tell your neighbor, don't look down on me. Ambia jirani yako usinipuze. Tell your neighbor, stop looking down on me. Ambia jirani yako usinipuze. I am living my purpose. Ninaishi kwa Say, kusudi. I am living my purpose. Ninaishi kwa kusudi. Say, God has a plan for me. Mungu ana mpango kwa sababu I may not yangu. have the car you have now. Hata kama una gari ambalo uko nalo sasa. I may not have built my own house now. Naweza kuwa sina nyumba leo. But it's a matter of time. Lakini baadaye. Bishop, it's a matter of time. Ni muda tu. It's a matter of Ni time. muda tu. I said time will tell. Nasema muda utazungumza. Very soon, very soon, very soon. Muda tu. You will see my skin changing. Utaona ngozi yangu inabadilika. Don't worry, now my skin is looking like this. Uso yangu inakaa hivi. I may not be shining and gloomy. Ngozi yangu haing'ai. I may not be flashy before you. Sina. I may not be looking flashy before you. Naweza kuwa sionekani vizuri kwako. You know, one day, siku moja, a lady in the church, dada kanisani, a brother approached her and said, I want to marry you. Ndugu akaweza kuja kwake na akamwambia nataka nikuoe. The guy was jobless. Na huyo ndugu alikuwa hana kazi. Because he was jobless, na kwa sababu hakuwa na kazi, he left her and married the other brother. Akamwacha akaoleka kwa ndugu mwingine who was working. ambaye alikuwa anafanya kazi. Now, many years later, miaka mingi iliyopita, now, when they got married, they traveled to another place. Pardon? After they got married, they traveled to another place. wakati ambapo walioana wakahama. Many years later, this other brother in the church got married to another sister. Huyu ndugu ambaye aliachwa akaoleka kwa dada mwingine. I don't know while I'm going to that area. Permit me, I don't know why I'm going Sijui there. kwa nini ninaelekea huko. You know, but you see, by the grace of God, hear this. I am a man with a PhD in psychology and counseling. Kwa neema ya Mungu nimefanya kusomea ushauri. And yesterday was my 22 years in marriage. Na jana ilikuwa miaka 12 kwa ndoa. Yesterday was my anniversary. 22 kwa ndoa, samahani. Yesterday was my anniversary, 22 years in marriage. Ilikuwa anniversary yangu miaka 22 kwa ndoa. To a very beautiful wife. Kwa mke mrembo zaidi. I married a female. She's a female, not a male. Sijaoa mwanaume, nimeoa mwanamke. Mtazame jinsi alivyo mrembo. Sawa sawa, ameoga. Sawa sawa kabisa. Beautiful lady. Mrembo. Yesterday 22 years in marriage. Miaka 22 kwa ndoa. So I can tell you some things that I have experienced. Nitakwambia mambo ambayo nimeyapitia kwa ndoa. Last year November made me 30 years preaching the gospel. Mwaka uliopita Novemba nilifikisha miaka 30 nikihubiri injili. In different countries. So hear me, let me say some things to you. Katika nchi tofauti nikikutana na wadada tofauti. So this brother now later on got married. Huyu ndugu pia akaoa. The jobless brother. Huyu ndugu ambaye hakuwa na kazi. The one sister refused to marry before. Ambaye dada alimkataa kwa sababu hana kazi. Many years later, miaka mingi iliyopita, he became a rich man. Akatajirika. He had a company. Akaweza kuweka kampuni. And so this other lady that rejected him before. Huyu dada ambaye alimkataa kule kitambo. The husband was looking for a job. Mume wake akawa anatafuta kazi. And so he applied for the job in that company. Akaweza kuandika barua kwa lile kampuni. This guy that was meant to marry his wife now is the owner of that company. Yule ambaye mume alikataliwa ndiye mkubwa kwa ile kampuni. And he had no idea. He never knew that he was going to face the panel of a man that was meant to marry his wife. Na yeye hakujua ya kwamba yeye ndiye alitarajika kuoa mke wake. So he got there to the interview room. Akaweza kuingia kwa kile chumba. There and behold, it was this poor brother in those days. Ilikuwa ni yule kijana maskini kwa zile nyakati. He did not even recognize the guy. Hata hakuweza kumtambua. No, there's a way somebody can be suffering in the church now when God changed their story. Amen. Like Joseph in the Bible. Kuna mtu ambaye
anaweza kuwa anateseka kanisani The Bible wakati says huu. Joseph's brothers could not recognize him. Ndugu za Yusufu hawangemtambua. Why? Because he was once a small suffering boy. Kwa nini? Maana siku moja alikuwa kijana ambaye alikuwa akiteseka. Many years later he became a prime minister. Miaka mingi iliyopita anakuwa mkubwa ama rais. He became rich. Anatajirika. He moves with convoy. Anaishi vizuri. So when his brothers came, they couldn't recognize him. Hawakumtambua. Anyone that is looking down on you in this house, hear me, very soon they will miss your face in the name of Jesus. Amen. Yeyote ambaye anakudharau kwa hii kanisa siku ya leo, kuna siku hata kutambua. Whosoever that is making mockery of your life now, ambaye anakudhihaki siku ya leo, whosoever making fun of your life now, ambaye anakukejeli siku ya leo, I stand upon this altar. nasimama kwa madhabahu haya. If only I will have 30 people that will say amen. Nikipata watu 30 ambao watasema amina, Your life is about to change. maisha yako yatabadilika. I say your life is about to change. Maisha yako Can yatabadilika. somebody say amen? Seme amina. Very soon, those who are looking down on you, Wale ambao wanakushusha they will look up to you. watakutafuta. I said they will look up to you. Watakutafuta. I said men will start looking up to you. Wanaume watakutafuta. Those who are rejecting your cause Wale now, ambao wanakukataa because you are discovering your purpose, kwa sababu unatafuta kusudi very lako. soon they will be the ones to be calling your number. Watakuwa wakitafuta namba yako. Hello, Sister Esther, where are you? Hello. I want to see you. Nataka nikuone. Sister Mary, where are you? Sister Mary uko wapi? Brother Joseph, where are you? Ndugu Yusufu uko Brother David, wapi? where are you? Uko wapi? Who am I talking to here? Wa- Who am I talking to here? Who am I talking about here? Ni wangapi na If you are the one, jump up and shout hallelujah. Simama, sema hallelujah. I say, if you are the one, jump up and shout hallelujah. Sema hallelujah. Go back to your seat. Lift up your hands. Lift up your hands. Nyosha mikono zako juu. Let's see how we can close this meeting. Nyosha mikono zako God juu. made you for a purpose. Baba, nisaidie kujua kusudi langu. God, number one, God made you for his pleasure. Mungu alikutengeneza kwa kusudi lako. Number two, God made you that you might be, produce more. Mungu alikuumba ukaweze kuongezeka. God made you that you might be part of his family. Mungu alikufanya katika hiyo jamii. Are you following me, church? Je, unanifuata? Stand up on your feet. Simama kwa miguu zako. Stand up on your feet. Simama kwa miguu zako. Lift up your hands above your head. Nyosha mikono zako juu. You're going to pray this simple prayer. Ukaweze kuomba nami Say, hili Holy ombi. Spirit. Roho, Say, Holy Spirit. Say, Holy Spirit. Help me to discover my purpose in the word of God. Please pray that prayer for yourself now. You pray that prayer for yourself. Pray for yourself. jiombee hilo ombi mwenyewe. Pray for yourself. Tell the Holy Jiombee Spirit. mwenyewe. Holy Spirit, help me to discover my purpose. Roho Mtakatifu nisaidie Help me to discover my purpose Roho nisaidie kujua in kusudi the word langu. of God. Katika neno la Give me Mungu. grace to discover my purpose. Nisaidie na unipe neema. As it is written, Jinsi ambavyo that I will do things as commanded. ya kwamba nitatekeleza That I kulingana will do na things as jinsi nimeagizwa. commanded. Pray that prayer now. Pray for yourself. Pray. Omba, In the name of Jesus. katika jina la Yesu. In the name of Jesus. Somebody is not praying. Pray for yourself. Pray for yourself. In the name of Jesus. Thank you, Father. In Jesus' name we pray. Now, I have 2 more prayers to lead you in. I want to pray for you 2 more. Nataka niombe. We'll pray 2 more prayers. Tutaomba Very ombi mara short, mbili. very short prayers. Maombi Number 1, ya kwanza, anything that is frustrating my purpose. chochote ambacho kinavunja kusudi langu. Are you following me? Je, unanifuata? I will lead you and you will shout after me. We'll pray together. Nitawaongoza na mtapaza sauti tunapoomba You will pamoja. shout. Say, Father. Let him hear your voice. Say, Father. Any power that
that is frustrating my purpose. Let me hear your voice now. Why are you so quiet? Say, Father, any power frustrating my purpose, frustrate them back. Frustrate them back. Frustrate them back. In the name of Jesus. Pray now, pray now, pray for yourself now, pray. Praise the Lord. I am Dr. Jeremiah Koroma. Well, originally from Sierra Leone, but now living in Nigeria on missions. As a matter of fact, I am privileged to be here just to be a blessing to the body of Christ in Kenya. By the grace of God, having had a powerful service during the first service, the second service, God laid on my heart to speak on purpose-driven lifestyle. And we saw it from Ephesians chapter 1 verse number 11, where we have come to realize that God designed us for a purpose. And in this world, if you must be able to fulfill purpose, then you must go back to the original agenda of God. What God wrote about you in His Word. The Word of God is the manual for our living. If only you can follow God's Word, then I can tell you for sure, everything about your life, it will be in line with God's purpose. I pray that you will not miss your purpose in the name of Jesus Christ. Please join me. Let us pray together. Father, in the name that is above every other name, everyone under the sound of my voice who have received your word today, I pray, Lord, that you turn their lives around. Lord, anyone who have missed your purpose, please help to redirect their lives, that they might be able to walk according to your purpose. In the name of Jesus. Anyone that is engaged in things that is not in line with God's purpose for their lives, help them to be delivered in the name of Jesus. You are blessed and lifted. Thank you, Holy Spirit, for causing your word to have free course in our lives today. Blessed be your name. In Jesus' precious name we pray. Amen.